Karibu tena mtazamaji, leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, hatimaye Mahakama Kuu kutoa uamuzi huu mzito leo kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Mnamo Oktoba tarehe 6, mtazamaji, Humphrey Polepole alidaiwa kutekwa nyara na watu wasiojulikana na chembechembe au damu zake zikaonekana chumbani kwake, sehemu alipodaiwa kubebwa kwa lazima au kwa nguvu. Hata hivyo, baadhi ya wapinzani wake wamedai kuwa hajatekwa nyara, yupo nje ya nchi kajificha ili kukwepa mwito wa jeshi la polisi wa awali. Hata hivyo, kesi yake ya kutekwa nyara iliwasilishwa mahakamani na wakili wake Peter Kibatala, na leo uamuzi huo utaweza kutolewa na mahakama ndani ya masaa machache. Lakini pia kuna ripoti zingine ambazo zimeweza kusambazwa na wakili wake kutoka nje ya mahakama sasa hivi, na ningependa nikutaarifu yote. Lakini kabla tuzame ndani zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla niweze kukutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania iliyoketi katika masjala yake ndogo ya Dar es Salaam leo Ijumaa Oktoba tarehe 24 mwaka 2025 inatarajiwa kutoa uamuzi wake unaosubiriwa kwa hamu na hamu katika kesi namba 24514 ya mwaka 2025 inayomhusu Humphrey Polepole na kutoweka kwake. Kesi hiyo iliyofunguliwa na aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba Humphrey Polepole na wakili wake Peter Kibatala dhidi ya Inspector General wa polisi IGP na wajibu wengine kadhaa serikalini. Kesi hiyo ambayo imevutia hisia kali kitaifa na kimataifa inahusu kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, tukio ambalo limesalia kuwa moja matukio ya kutatanisha katika miezi ya hivi karibuni nchini Tanzania. Ombi hilo lililowasilishwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya Humphrey Polepole kwa kutumia cheti cha hali ya dharura na isiyo ya kawaida, akitaka amri ya mahakama ikitaka jeshi la polisi Tanzania limfikishe mahakamani au kutoa maelezo ya wazi kuhusu mahali alipopelekwa Humphrey Polepole. Maombi hayo yanatokana na ukweli kwamba kutoweka kwa Polepole kulitokea chini ya hali isiyoeleweka Dar es Salaam na kuibua wasiwasi wa umma na mashaka juu ya uwezekano wa kuhusika kwa serikali. Kwa mujibu wa kumbukumbu za mahakama, kesi hiyo imekuwa ikiendelea kwa maandishi mbele ya Jaji Salma Magimbi, jaji mkuu wa kanda ya Dar es Salaam. Pande zote mbili zimebadilishana hati za kiapo kulingana na sheria ya utaratibu. Wakili wa mwombaji alishikilia kuwa tangu kutoweka kwa Polepole hakuna mawasiliano rasmi au ufafanuzi ambao umetolewa na mamlaka yoyote ya serikali kuhusu eneo au ustawi wake Polepole. Upande wa utetezi unasisitiza kuwa suala hilo ni la maslahi ya umma na linahusisha haki za kimsingi za kikatiba za uhuru na usalama wa mtu binafsi. Katika maombi ya timu ya wanasheria wa wakili Kibatala ilisema kuwa polisi na vyombo vingine vya usalama vya dola vina wajibu wa kisheria na kimaadili kufafanua kama kutoweka kwa Polepole kulitokana na kukamatwa kihalali au aina yoyote ya kizuizini. Walidai kuwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania hakuna raia anayepaswa kutoweka bila kujulikana, hasa mojawapo ya umaarufu huo wa kitaifa. Hoja hiyo ililenga uhakikisho wa kikatiba kwamba mtu yoyote aliyezuiliwa lazima awasilishwe mbele ya mahakama ya kisheria ndani ya muda mwafaka. Kwa upande mwingine, wawakilishi wa kisheria wa serikali wameitaka mahakama kutupilia mbali maombi hayo, wakisisitiza kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaohusisha kutoweka kwa Polepole na polisi au chini ya ulinzi wa serikali. Upande wa mashtaka ulishikilia kuwa madai hayo ni ya kubahatisha na hayaungwi mkono na udhibitisho unaoweza kudhibitishwa. Hata hivyo, msimamo huu umekumbwa na mashaka kutoka kwa pande mbalimbali, huku wakosoaji wakisema kuwa serikali inabeba mzigo wa uwazi, hasa pale mwanadiplomasia wa zamani na mtu wa umma anapotoweka bila maelezo. Waangalizi waliofuatilia kesi hiyo wamebaini kuwa kesi hiyo inaangazia wasiwasi mpana kuhusu uwajibikaji ndani ya taasisi za kutekeleza sheria. Tangu kutoweka kwa Polepole, vikundi vya utetezi vimehoji ikiwa ulinzi uliopo dhidi ya kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na kutoweka kwa kutekelezwa unatekelezwa vya kutosha.
Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kiraia na binadamu, hata hivyo, yamedokeza kwamba matokeo ya kesi hii yanaweza kuweka historia muhimu ya jinsi Tanzania inavyoshughulikia kesi za upotevu au za kutekwa nyara. Maslahi ya umma katika suala hilo yamebakia kuwa makali. Tangu habari za kutoweka kwa Polepole zilipoenea, mitandao ya kijamii imefurika kwa uvumi, maombi na mahitaji ya majibu. Baadhi ya wananchi wameitaka serikali kutoa tamko kwa umma, huku wengine wakionyesha kuchoshwa na kile wanachoeleza kuwa ni ukimya rasmi. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa kesi hiyo imevuka hatima ya mtu mmoja, sasa inaashiria mjadala unaoendelea kuhusu utawala wa sheria na uwajibikaji wa serikali nchini Tanzania. Watetezi wa haki za binadamu vilevile pia wametilia maanani na kuitaka mahakama kutumia fursa hii kuthibitisha kanuni kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, ikiwa ni pamoja na wale wanaohusika na shughuli za usalama. Wengi wao wanaamini kwamba uamuzi madhubuti juu ya kutoweka au kutekwa kwa Polepole haungeshughulikia tu uchungu wa familia moja, lakini pia utaimarisha imani ya umma katika mfumo wa haki. Wanasema kuwa hukumu ya uwazi itaashiria kwa dunia kwamba Tanzania inasalia na nia ya kuwalinda raia wake dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Katika wiki chache kabla ya uamuzi huo, uvumi na taarifa zinazokinzana ziliweza kuendelea kuenea kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Baadhi wanadai alionekana mara ya mwisho jijini Dar es Salaam kabla ya kutoweka katika mazingira ya kutatanisha, huku wengine wakidai kuwa kesi yake imechochewa kisiasa. Licha ya nadharia hizo zote, mahakama imeendelea kuzingatia taratibu za kisheria, ikisisitiza kuwa uamuzi wake utatokana na ushahidi uliotolewa na pande zote mbili. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pia wamekuwa wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hiyo. Wanasema kutoweka kwa Polepole kuna maana kubwa ya kisiasa kutokana na kushiriki kwake hivi karibuni katika mijadala ya hadhara kuhusu utawala na uwajibikaji. Mabadiliko yake kutoka kwa mwanadiplomasia wa serikali hadi mpinzani wa serikali na mtetezi wa sauti wa uwazi yanaweza kuwa yalimweka katika nafasi nyeti na kuchochea uvumi kuhusu kama kutoweka kwake kulihusishwa na asili yake ya kuongea. Huku taifa likisubiri uamuzi wa leo mahakamani, hali inayozunguka mahakama kuu inashtakiwa kwa kutarajia. Familia, waandishi wa habari na wawakilishi wa mashirika ya kiraia wamekusanyika ili kushuhudia kile ambacho kinaweza kuwa mojawapo ya matukio muhimu ya kisheria katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Kwa wengi, hukumu ya kutoweka au kutekwa kwa Polepole itarejesha au kuondoa imani kwa taasisi za serikali kulingana na jinsi mahakama inavyoshughulikia kwa uwazi na kwa ujasiri maswali yanayozunguka hatima yake. Asante sana kwa kujiunga nami katika episodi hii ya taarifa zetu za habari siku ya leo kuhusiana na Humphrey Polepole. Ni hayo tu niliyokuandalia. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile bonyeza alama like, kisha mtazamaji bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, itakuelekeza katika video ama taarifa zetu zaidi.